Angalia Yohana, Injili ya Yohana sura 8 mstari wake wa 2 hadi mstari wa 11. Injili ya Yohana sura 8 mstari wake wa 2 hadi mstari wake wa 11. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Hata asubuhi ulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akifundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna hii. Nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiyekuwa na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata mwisho wao. Tunarudi. Nao waliposikia wakashitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake, na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, mwanamke, wako wapi wale waliokushtaki, wale washtaki wako? Yesu, je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? 11. Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende tena dhambi. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuja tena mbele za uso wako. Ni muda mzuri ambao umeona kwamba nisimame hapa mimi kama spika tu, lakini mnenaji ni wewe. Haya maneno Bwana niliyoandaa ni kwa ajili ya utukufu wako. Ni muda mzuri ambao nataka kuyatoa kwa upendo wako. Na wako hapa wakusikilize unasema nini kwa ajili ya maisha yako. Baba, ukalitumikisha hili neno likawe msaada kwa kila mmoja wetu ambaye ataenda kulisikia. Baba, ninahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu. Neema yako Bwana na pendo lako vinifunike. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Tunasoma hii habari ambayo kila mtu anazoea kuisikia. Lakini kichwa changu cha neno ambalo nataka tuzungumze leo kinasema hautaaibika. Amen, amen. Mwambie mwenzako, seme hautaaibika. Hautaaibika. Jiambie mwenyewe, sitaaibika. Sitaaibika. Useme sote hatutaaibika. Hatutaaibika. Amen, amen. Maana ya neno kuaibika ni kupata aibu, ni kupata haya, ni kudharauliwa, ni kuona kwamba wewe haufai. Amen, amen. Unaposoma historia hii, watu wengi wanaposoma historia hii huwa wanaangalia upande mmoja tu. Huwa wanamuona huyu mwanamke kama mwenye shida katika historia hii, lakini wakasahau wengine ambao ni Mafarisayo na waandishi pamoja na Yesu. Lakini wakaona kwamba mwenye alikuwa na tatizo na mwenye alitaka kuzungumziwa alikuwa ni huyu mwanamke. Lakini hii historia ambayo hawa waandishi na Mafarisayo waliandaa, si kwamba walitaka kumwaibisha huyu mwanamke tu, lakini walitaka kumwaibisha Yesu. Waliandaa hili jambo ili kwamba waweze kumtega Yesu. Yesu aweze kuanguka katika mtego na baadaye wapate nafasi ya kumshtaki. Amen, amen. Yaani mlengo mkubwa
katika historia ambayo tumeisoma sio yule mwanamke, hapana, lakini mlengwa mkubwa hapa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen, amen. Katika maisha yetu tunayoishi ya kila siku, kuna mambo mengine ambayo tunayapitia sisi. Mlengwa sio sisi, lakini mlengwa ni Yesu Kristo. Amen, amen. Maana sisi hapa duniani tunamwakilisha Yesu Kristo. Maana sisi ni wana wa Mungu. Sisi ni wa Mungu wadogo. Amen, amen. Kila jambo ambalo linalotupata sisi, si kwamba ni sisi ndio wako wanatafuta, lakini ambayo wako wanatafuta, shetani iko anatafuta nani? Iko anatafuta namna gani kupitia sisi sasa mwana wa Mungu Yesu Kristo, Mungu mwenyewe aweze kuaibika. Amen, amen. Na wakati mwingine tunaishi hivyo, tunabaki wa kujilaumu bila kujua kwamba sisi tumekuwa kama vile tere ya mashambulizi, lakini wanaopigana ni habari ya Yesu, habari ya Mungu na shetani. Amen, amen. Sisi tunakuwa kama kiwanja tu cha mapambano. Sisi tunafia bure. Inakuwa ni nafasi wanakuwa kutegea kwa mitego, lakini ambayo kuna lengo kwamba tutakapotendewa mabaya, itafika sehemu ambayo tunaweza kumdharaulisha huyu Mungu. Shetani anaona kwamba amewin vita. Amen, amen. Sasa nataka tuangalie kupitia historia hii, ikiwa kweli tunapitia shida, matatizo, majaribu, na kwamba walengwa haiko sisi, ambayo tunatafutwa kuchafuliwa ni Yesu Kristo. Shida kama na hizo zinapotufikia, mbingu zinasemakaje kwa ajili ya hizo shida tunazopitia? Leo kuna watu wengi ambao hawana kazi. Si kwamba hawajui kutumika wala hawapendi kutumika, lakini wamekosa kazi. Shetani ana malengo kwamba wanapokosa kazi, ulimwengu utawacheka. Nyinyi mnamtumania huyo Mungu, kila wakati mnaenda kanisani, mnaomba, mbona Mungu sasa hajawapa kazi? Yaani wao wako pale, hawajui mchezo ambao unapitikana. Lengo la shetani kwamba sisi tukose kazi, tukose kuwa na maisha mazuri, ili kwamba pate nafasi ya kumuonyesha Yesu. Sasa hawa wanakutumainia, mbona sasa wanabaki bila kazi? Mungu tusaidie sana. Haleluya. Lazima kuelewa kwamba kila tukio katika maisha yetu, Mungu anakuwaka naona kenye kitu kinatafuta pale. Turudi kwa hii habari. Huyu mwanamke ambaye alifumaniwa katika uzinzi. Kuna utofauti wa uzinzi na uasherati. Wakisema uzinzi wala uzinifu, ni yule mwanaume wala mwanamke anatoka nje ya ndoa yake. Amen, amen. Lakini uasherati ni kati ya vijana wao kwa wao. Hasa huyu mwanamke yamkini alikuwa ameolewa, na kulikuwa na sheria ambayo ilikuwa inasema kwamba mwanamke aidha mwanaume akishikwa katika kitendo hicho, na anaposhikwa akifanya kitendo hicho, adhabu yake ni kupigwa mawe au wapigwe mawe wote wawili na wafe. Sasa waandishi na Mafarisayo wakaenda wakamshika huyu mama na baba mwingine, na wanajua kwamba sheria inasema anayekutaniwa katika hali hii adhabu yake ni kupigwa mawe na afe. Lakini hawa wajamaa, hawa waandishi na Mafarisayo wakamchukua mwanamke, wakamwambia mwanaume, wewe ni zako. Wakamleta yule mwanamke kwa Yesu. Sema Yesu alikuwa yuko hekaluni. Wakaja kumwambia, sisi tumekuja hapa, tumekutana huyu mwanamke anafanya uzinifu, na sasa tumemshika na tumemleta kwako. Huku maandiko yanasema, wala Torati ya Musa inasema kwamba mwanamke ambaye atashikwa kwa jambo hili lazima apigwe mawe na afe. Sasa
ni waandishi, yaani ni watu ambao wanajua sheria na wanajua kama sheria iliwaruhusu wakimkamata mwanamke wala mwanaume wa aina hiyo lazima wampige mawe. Swali linaweza kuja, kwa nini walipomshika hawakuweza kumpiga mawe hapo hapo, ikiwa ni yeye au na yule mwanaume? Swali la pili, Torati haijasema kwamba ni mwanamke tu ambaye atapigwa mawe, lakini pamoja na yule mwanaume ambaye alishikwa naye. Lakini kwa nini sasa wanaleta mwanamke tu, wanaacha mwanaume? Amen, amen. Hapo kila mtu ashasimama na mawe, kama ni moja wala mbili sijui. Maneno yao wampige, au watakapoamuriwa na Yesu kwamba wampige mawe, kila mtu akazoe jiwe lake na kumtupia yule mawe. Yesu akaelewa, akajua kwamba hapa kuna mtego. Katika maisha, wakati unaona kunakuwa pressure kubwa, usijaribu kusema, kaa kimya. Amen, amen. Hata ukisoma Zaburi ya 37, nafikiri mstari wa 4 au kushuka pale, inasema kwamba ukae kimya mbele za Mungu. Ina faida kubwa katika maisha wakati mwingine kutokujibia au kutokufanya reaction wakati wowote. Amen, amen. Wakati mwingine nyamaza, kaa kimya, maana Mungu ana neno la kufanya. Amen, amen. Sasa walipomwambia Yesu vile, Yesu yeye akainama. Kuliko kuwajibu, akainama chini, akaanza kuandika. Nilijaribu kuyasoma maandiko, nilikutana kwamba kuna sehemu 3 tu ndani ya Biblia ambako Mungu aliandika. Lakini maandiko mengine ni binadamu waliandika. Amen, amen. Haleluya kanisa. Lakini ni sehemu 3 tu ambako Mungu aliandika. Sehemu ya kwanza ambayo Mungu aliandika ni katika Agano la Kale au Kutoka, wakati Mungu anaandika zile amri 10, na aliziandika kwenye mawe na akampa Musa. Maana aliona watu wanaishi bila sheria, kila mtu anafanya vile anataka na wenye kumchukiza Mungu. Mungu akaamua kuandika sheria. Amen, amen. Wakati mwingine zinaitwa sheria za Musa, ambazo ni amri 10. Na katika hizo amri 10 mlikuwa na amri ambayo inamgusia huyu mama kwamba usizini. Amen, amen. Haleluya. Nafasi nyingine ambayo Mungu aliandika ni katika kitabu cha Danieli, ambapo aliandika kwa huyu mfalme Belshaza. Seme Belshaza akaona kwenye ukuta wanaandika Menemene, Tekeli na Peresi, kwamba ufalme wako umepimwa na kuchunguzwa, ukaona kwamba haufai nao umekwisha. Amen, amen. Hapa hii amri, hapa kwenye Mungu aliandika, alitafuta kumaanisha kwa wale ambao ni viongozi, wale ambao wana madaraka, wale ambao wanaweza kuwa na haki ya kufanya jambo, kwamba wakati mwingine msitumikishe madaraka yenu vibaya kuwatendea watu. Amen, amen. Akasema nimepima ufalme wako, nimeona kwamba haufai tena na umeisha. Hii ni sehemu ya pili ambako Mungu aliandika. Na sehemu ya 3 ni hii ambapo Yesu alinama akaanza kuandika. Amen, amen. Haya maandiko ambayo Yesu aliandika hapa, maana yake ni kusema ni kwamba wokovu kwa njia ya neema. Haleluya. Haleluya kanisa. Hizo ni nafasi 3 tu ndani ya Biblia ambazo utakuta kwamba Mungu aliandika. Sasa wakati anakuwa hapo, walishamswali, wanamwambia sheria ya Musa au Torati inaturuhusu kwamba tukimpata mtu wa aina hii lazima tumpige mawe na afa. Amen, amen. Haleluya. Nishakwambia kwamba ni maswali mawili tunaweza kujiuliza. Swali la kwanza ambalo ungejiuliza
kama Yesu angetibia kusema kwamba mmemleta huyu mwanamke na sheria inasema hivi, nyinyi chukueni mawe na mpige na afe, maana ni sheria inasema, wangemshutumu, wanamwambia wewe hujui sheria. Kwa nini unasema tumpige huyu mwanamke mawe na afe? Sasa mwanaume yuko wapi? Maana wote walitenda kitendo hicho na ni lazima wote wangeadhibiwa. Yesu akaona kwamba hapa kuna mtego. Amen, amen. Akaona akiwaambia kwamba wasimpige mawe asife, bataona kwamba tena Yesu hajui sheria, maana amri inasema au sheria inasema seme akifumaniwa anafanya uzinifu lazima pigwe mawe na afe. Kama Yesu angekataa, vile vile alikuwa mhatia kwa sababu angevunja sheria na Torati. Amen, amen. Yesu akaona kwamba hapa kuna mitego miwili, hata niandike chini. Tusome verse yake ya 3 na kushuka kidogo. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa kizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga mawe wanawake wa namna hii. Wewe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakijaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Amen, amen. Kwamba hao waandishi ambao wao walikuwa wanajua sheria pamoja na Mafarisayo wakuu wa madhehebu walijua kwamba hii tunaenda kuifanya si kwa sababu ya kumwaibisha huyu mwanamke, maana tulikuwa tumepewa ruhusa na amri kwamba tumpige na afe, lakini tunampeleka kwa Yesu ili kwamba tuweze kumjaribu. Amen, amen, amen. Yesu akagundua kwamba hapa kuna mtego, naye Yesu akaanza kuandika. Tusome 6. Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiyekuwa na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Wakati Yesu aliinama akiandika, wao waliendelea kumwambia kwamba utuambie unasemaje. Sema Yesu akainuka bila wao kusoma kinachoandikwa. Kumbe Yesu yuko anaandika kwamba sema wokovu unapatikana kwa neema. Amen, amen. Akawauliza, akawaambia, yeyote ambaye anajua kwamba hajawahi kufanya dhambi awe mtu wa kwanza kumtupia jiwe huyu mama. Amen, amen. Yesu alipomaliza akainama tena akaanza kuandika. Wakati alikuwa anaandika, wao hawakujali, lakini walitamani kusikia sauti Yesu anasema nini. Hawakujali maandishi. Some 8. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja. Amen, amen. Kumbe wakati yuko naandika na alishawaambia sasa kwamba kwa sababu hamkusikia, basi nyosheni mikono yenu, na nyinyi mna mawe mikononi, mumtupie huyo mama mawe na afe. Alafu Yesu akaendelea tena kuandika. Alipokuwa akiandika, sema wakachomwa na dhamiri zao. Kila mtu akaanza kujiuliza, je, mimi sijawahi kufanya dhambi? Kama mimi sikufanya uasherati wala uzinifu, yawezekana nilishakawahi kuiba. Kama sikuibaka, mimi labda nilishakawahi kupigana, nilishakawahi kusema uongo. Wakajikuta kwamba wote wamekwisha kufanya dhambi. Amen, amen. Wakati mwingine maadui zetu wanapotengenezea jaribu, huwa wanatengeneza jaribu kubwa sana, kiasi kwamba atakayesikia aweze
aweze kukuwazia kwamba wewe haufai, au aweze kuona kwamba wewe hauna wa maana sana. Amen, amen. Amen. Maadui zetu hawajawahi kututakia mema katika maisha yetu. Aidha shetani hajawahi kufurahia sisi tuishi katika amani. Lakini malengo ya shetani ni kwamba maisha yetu yawe ya kuaibika, ya kuchekelewa. Unapofanya jambo, wasimame wakusimange, wakuseme huyu hafai, hastahili. Amen, amen. Amen. Sasa kila mtu akajiona kwamba yawezekana mimi sijawahi kufanya jambo kama hili, lakini kuna mengine ambayo nishakawahi kuyafanya, lakini sijawahi kuyatengeneza. Amen, amen. Amen. Na wakati mwingine wao wanajaribu kutengeneza yale ili kwamba wakuaibishe, lakini malengo ya Mungu ili kwamba kuheshimisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wakati Yesu aliinuka, akakutana kwamba kila mmoja alishaondoka basi, anabaki na yule mwanamke. Akamuuliza yule mwanamke, wale washtaki wako walienda wapi? Haleluya. Amen. Nataka nikwambie hivi, kuna Mafarisayo, kuna waandishi ambao walifanya kikao juu yako ili kwamba tu wakuaibishe. Kuna watu ambao walipanga njama mbaya juu ya maisha yako ili kwamba tu udharauliwe. Kuna watu ambao hawapendi upate sifa njema. Kuna watu ambao hawapendi na wewe uinuliwe. Kuna watu ambao hawapendi wewe ujenge. Kuna watu ambao hawapendi wewe uzae. Kuna watu wengine hawapendi wewe utumike. Kuna watu ambao wanafanya vikao ili kwamba waibike. Lakini nataka nikwambie, wewe kaa kimya, maana Yesu yuko anaandika juu yako. Amen, amen. Huyu mwanamke, ukisoma hii historia yote, hakuna nafasi inatuonyesha huyu mwanamke alicheka. Tangu walimtoa huko kwenye tukio hilo mpaka kumfikisha kwa Yesu, mpaka huu mjadala ambao unaendelea, huyu mwanamke hakuwahi kusema neno, alibaki kimya. Lakini Yesu akachukua nafasi ya huyu mwanamke, yeye akaanza kuandika. Na alichokiandika kikawafanya maadui wa huyu mwanamke wakimbie bila mtu kuwakimbiza. Amen, amen. Maadui zako, Biblia inasema watakuja katika njia moja, lakini watarudi katika njia saba. Semeni amen. Wale ambao wanaochimba mashimo juu yako kwa ajili yako udumukie, ni wao watakuwa wa kwanza kudumukia wenyewe. Walimkusudia huyu mwanamke aibike, lakini walioaibika ni wale walikimbia bila kukimbizwa na mtu. Amen, amen. Nataka nikwambie kwamba wewe hautaaibika. Walifikiri huyu mwanamke ataaibika, lakini kumbe neema iko juu yake. Neema ikamfunika. Wale ambao walimletea dhihaka, wale ambao walimshtaki, ndio wakakimbia. Na wewe, maadui zako, wale ambao wanatamani kukuaibisha, ni wao wataaibika. Semeni amen. Haleluya. Nataka nikwambie, wakati mwingine uko unajiuliza, mbona mimi sijawahi kufanya dhambi? Ninamtumikia Mungu katika haki na kweli. Mbona majaribu yananisonga? Mbona shida zinakuwa nyingi? Je, nilifanya dhambi? Nataka nikwambie, wewe usifadhaike wala usilie. Nyamaza kimya, mwandishi iko naandika. Amen, amen. Siku Yesu atamaliza kuandika, atainuka, atakwambia maadui zako wako wapi? Utaangalia upande huu, hautawaona waliokuwa wanakutaka. Amen, amen. Wewe simame, ubaki kimya, uwe kama huyu mwanamke. Ni kweli tunakoseana, lakini kwa sababu sisi ni wana wa Mungu, Biblia inasema mwenye haki anaweza kuanguka hata mara 7, atainuka tena. Amen, amen. Hata kama tutaanguka, lakini tutainuka, maana neema ya Mungu iko juu yetu. Na wale ambao wanatuzania kwamba sisi tutaaibika, ni wao wataaibika. Yesu akaja kuinuka, anamaliza kuandika, anakutana wale ambao walimshutumu huyu mama, wote walishachumuka, wanakimbia. Na ni hivyo hivyo katika maisha yako. Wale ambao wako wanatafuta mabaya juu yako, ni wao watakimbizwa, lakini wewe utabaki salama.
Yesu akamwambia yule mwanamke, kama wale watu hawako hapa na mimi sikuhukumu, lakini nenda usifanye dhambi tena. Amen, amen. Kuna siku moja Yesu atatuambia, angalia upande wa kushoto, upande wa kulia, mbele wala nyuma. Unawaona wana, nitasema simuoni mtu. Hayo magonjwa ambayo yanakusumbua, kuna siku moja Yesu atakuuliza, wende wakafanye check up ya mwili wako. Ukawaulize wale wa dokta, watakuuliza yale magonjwa yalienda wapi? Uambie mimi sijui. Amen, amen. Kuna visa vingi duniani tunavyopitia sisi. Walengwa sio sisi, lakini mlengwa ni Yesu Kristo. Hivi tunatamani kwamba tumpendeze Mungu. Tunaishi na vitu viwili katika mwili mmoja. Tunaishi na roho na tunaishi na mwili. Mwili unatamani ufanye mabaya ili kwamba ukose mbingu, lakini roho inatamani kwamba ufanye mazuri uingie mbinguni. Sasa viko vinavutana katika mtu mmoja, lakini sisi tusimame imara hata kupigana. Wakati mwingine Mungu anatuona kwamba sisi tunakuwa wepesi, wakati tunapata shida tunatafuta kujipigania sisi wenyewe. Sasa Yesu anakuwa anabaki kimya, anaacha kutupigania, na mwisho wake tunapata aibu. Amena. Lakini kama tutapatwa na shida, acha watu waseme wenyewe wanataka. Hakuna mtu ambaye alishakawahi kufanya jambo watu wamsemee tu mazuri, lazima watamsemea na mabaya. Habari ya Ayubu mnaijua. Ayubu akamwambia mke wake, je, wewe ulijua kwamba au wewe ulifahamu kwamba tutapata mema tukose kupata na mabaya? Katika maisha yetu usifikiri kwamba watu wote watakunenea mazuri. Kuna wengi zaidi wanaokunenea mabaya. Lakini hata kama wanasema mabaya juu yako, wewe nyamaza kimya. Mwimbaji mmoja kaimba, sema vita ya maneno hauwezi kuvishinda. Na kama wewe ni mchungaji utafatana na watu Yesu wamesema, sema milango ya kanisa itafungwa. Amen, amen. Tuache kupigana hata kwenye mitandao, kwenda kujitetea, kujipigania. Tuwe kama huyu mwanamke, alibaki kimya, anaangalia Yesu atafanya nini juu yake. Na kwa sababu hakujipigania, Yesu aliamua kumpigania. Amen, amen. Wewe ukitaka kujipigania katika maisha yako, Yesu atakuacha kupigana. Mwisho wake utaaibika. Lakini kama tunataka tusiaibike, tuige mfano huu. Tubaki kimya, maana mteteaji wetu yuko hai. Amen, amen. Kwa hiyo Mungu atusaidie sisi ambao tunapitia shida, tuone kwamba Mungu anatujua na Mungu anatuona. Na malengo ya Mungu kwamba sisi tusiaibike, na kweli hatutaibika. Ndiyo shida zitakuja. Majaribu hayawezi kuisha. Yatakuwa yanatoka, mengine yanaingia, lakini sisi tutabaki imara tu. Kama kujaribiwa, mimi nishakajaribiwa. Kama kujaribiwa, wewe ushakajaribiwa. Lakini mpaka leo uko hai. Si kwa nguvu zako umeyashinda hayo, lakini ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo ujisikie kwamba Mungu wako angana na simama hata kupigania. Wale ambao walifanya skendo ya kwamba dharauliwe, wewe hautadharauliwa. Mungu alibariki